usikemee magonjwa. Shughulikia kiti kinachoinua magonjwa yaje kwako. Shughulikia mamlaka iliyopewa nguvu ya kisheria na shetani kuja kufuatilia miliki yako ya afya. Hiyo mamlaka ilenge kabisa. Iambie wewe uliyepewa kisheria mamlaka, iambie ninakuja na mamlaka. Nimeambiwa leo nina mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote. Ewe nguvu ya magonjwa ambaye unaipa nguvu mamlaka ya magonjwa, na kiti cha enzi kinatoa nguvu kwenye mamlaka ya magonjwa kuleta ugonjwa kwangu, na hakikisha hicho kiti kinachotengeneza magonjwa, aliyekaa juu ya hicho kiti, ninakushusha leo. Ninakushusha leo na kiti chako na kiharibu. Na hiyo mamlaka ambayo unaitumia kuiba miliki ya afya yangu, hiyo mamlaka ni zaidi ya mamlaka niliyo nayo. Iambie aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wewe. Iambie leo ninakuporomosha kiti chako na kiporomosha. Enda kila hatua piga. Wakati unaomba, sikiliza, utaanza kuona uponyaji. Utaanza kuona saa nyingine kama vita inaongezeka. Maana hivi ni vita vya rohoni, na ni vita vingine wamekaa watu kwa levo ya kifalume. Kuna roho za nguvu ya kifalume. Wakati unaona hivyo unatikisika, maana yake ufalme na ufalme vinapigana. Ukianza kuona nguvu vitu fulani vinaanza kutikisika, maana yake uelewe kuna wakuu wa rohoni na wakuu wa rohoni wanapambana. Na wakati mpambano unaendelea, wewe endelea kuchochea, maana wewe ni chombo. Umekubali Bwana aweke makao ndani yako. Ndio umesimama, umesimama. Uwe tayari sasa. Sema, Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, napokea ufalme wa mbinguni usiotetemeshwa. Maana umesema kila aitaye jina lako ataokoka, na kila aliyeokoka sawa sawa na neno lako. Warumi 10, umesema Luka 10 mstari wa 19 kwamba umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote na mamlaka zote haziwezi kutuzuru. Kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, ninapopokea ufalme wako kwa njia ya kuamini, kwa njia ya imani, na upokea ufalme usiotetemeshwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, napokea ufalme wa mbinguni wa Mungu Baba na mamlaka yake. Sema, nayapokea mamlaka ya kisheria, nayapokea kuanzia sasa, kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu. Naingia kwenye ulimwengu wa roho. Sema, naingia kwenye ulimwengu wa roho kufuatilia kila aina ya miliki yangu iliyoliwa, iliyoibiwa, iliyoshambuliwa. Hiyo miliki kuanzia sasa naifuatilia. Afya yangu ni miliki yangu, naifuatilia. Biashara yangu ni miliki yangu, naifuatilia. Kazi yangu ni miliki yangu, naifuatilia. Elimu yangu ni miliki yangu, naifuatilia. Watoto, endelea kufuatilia. Kila miliki yako ifuatilie. Taja miliki zako unazoona zina mashambulizi. Wengine ni watumishi, miliki yetu ni huduma. Ninaifuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Nisikie mtu unaomba, fuatilia miliki yako. Ni kitu gani hakiendi sawa sawa? Hiyo ndio miliki yako. Ukizembea, adui atakutengenezea mazingira ya kukunyang'anya mamlaka. Maana yake uanguke kutoka kwenye mamlaka ya Mungu kwa kukosea. Fuatilia miliki yako. Wengine miliki zetu ni ndoa, ni wenzi wetu wa ndoa, tunafuatilia miliki zetu. Wengine ni afya za watoto wetu. Ayubu alikuwa na miliki, alikuwa na miliki ya watoto, alikuwa na miliki ya wana na binti watatu, alikuwa na miliki ya ng'ombe na kondoo na afya njema, alikuwa na miliki ya ndoa. Lakini mke wake alikufuru Mungu, akasema kufuru ufe. Maana yake alikataa Mungu. Hii miliki ya ndoa yako
Fuatilia chochote cha kwako, kitamke. Mungu anataka ukielewe. Nisikia mtu anaomba, anasema miliki yangu leo naifuatilia. Binti, miliki yako, huyo mume mtarajiwa. Kijana, miliki yako, huyo mke mtarajiwa. Fuatilia kwenye ulimwengu wa roho uchumi wako. Wengine miliki yao ya uchumi imeambatanishwa na madeni. Fuatilia. Dai miliki yako kwa damu ya mwana kondoo. Dai miliki yako, maana Bwana amesema ametukomboa kutoka nguvu za giza akatuhamisha. Nisikia ukiomba, dai hiyo miliki kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo miliki naidai leo, iliyoshikiliwa na viti vya enzi, iliyomilikiwa na wakuu wa giza, naidai mchana wa leo kwa damu ya mwana kondoo. Bwana, ninakuinua wewe, maana wewe ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Ninaita kiti chako, naita mchana wa leo kiti chako Bwana, kiweke matuo kwenye madhabahu mchana huu. Wakati watoto wako wanafuatilia miliki zao kwenye ulimwengu wa roho, sijajua kama kuna mtu anajua hitaji lako tofauti na wewe. Endelea kufuatilia, omba. Wengine ni uzao wa tumbo lao, unapitia vita. Fuatilia miliki ya tumbo la kizazi chako kwa damu ya mwana kondoo. Wakati tunaendelea kuomba, Bwana mwenye mamlaka atoe mamlaka, tuliyemwinua leo, maana tumesogea kwenye hema yake. Anashuka kati yetu, anatembea kati yetu, anafuatilia mahali palipo viti vya enzi, palipo majeshi ya pepo, palipo wakuu wa giza, palipo wenye mamlaka, mahali pamefichwa hiyo miliki. Yeye anashuka kufuatilia mahali utukufu uliharibika, maana utukufu uliokuwa juu yako. Tuliona Zaburi ya 8 ule mstari wa 5 kwamba yeye ndiye huileta heshima ya ndoa yako. Yeye ndiye aliivisha hiyo heshima, aliivisha ndoa. Heshima ya afya yako, yeye ndiye alikuvisha. Kuna walioharibu hiyo heshima. Bwana, tunapokuinua, shuka katikati yetu. Fuatilia mchana wa leo kwa damu ya mwana kondoo. Omba, kasirika hili vita katika jina la Yesu. Tunakamata kila wakuu wa giza na viti vyao, wakuu wa giza na viti vya enzi, majeshi ya pepo wabaya na viti vya enzi vinavyowapa nguvu, tunakamata kwenye ulimwengu wa roho. Tunaita malaika. Bwana, umesema malaika ni roho unaowatuma watu hudumie sisi tunaolisi wokovu. Tunaliagiza jeshi la malaika lililokuwepo wakati wa Danieli akiomba siku 21. Kuna mambo alimtatanisha Danieli, akataka ajue kutokea kwako. Unasema tangu siku ya kwanza alipokuwa na ufahamu, yale maombi yake yalijibiwa. Lakini kuna wakuu wa giza, kuna wakuu wa Uajemi, kuna wafalme na viti vyao walikanga la Uajemi. Tunalikamata anga, liwe ni anga la Sumve, ni anga la Kwimba, ni anga la Mwanza, anga la kuzaliwa tulikozaliwa. Tunakamata lile anga kwa damu ya mwana kondoo. Elekeza maombi yako, usinyamaze katika jina la Yesu. Nyang'anya miliki yako, nyang'anya. Wakati unaomba kwa kunyang'anya miliki yako ambayo haiendi sawasawa, maana yake Bwana anaelewa, maana umemtambulishia na yeye ndicho anafuatilia. Kama ni yata, ingia kwenye ulimwengu wa roho. Kama ni ndoa, hivyo kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila aliyeshikilia miliki yako achie. Piga viti vya enzi vinavyosimamia kutunga ajenda ya kushikilia miliki yako. Kamata viti vya enzi, omba, piga kwa jina la Yesu. Viti vya enzi vya ufalme wa kichawi, vya ufalme wa masikini, vya ufalme wa magonjwa, vya ufalme wa nguvu za kishirikina, piga, viachie. Aliyeketi juu yake ashuke chini, mshushe. Shusha huyo mkuu wa hicho kiti cha utawala kwenye ulimwengu wa roho. Tunamporomosha, shusha chini, tunamwondoa kwenye nafasi katika jina la Yesu. Waachie hiyo miliki, walichokizuia, walichokishikilia. Tunawakamata. Kamata falme za mafarakano na kiti chake, tunazikamata. Farakano kwenye ndoa, tunakamata falme za wakuu wa giza na miliki zake na enzi yao na viti vyao. Achilia moto kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kamata, agiza moto kwenye kila kiti chote cha enzi cha utawala wa giza kwenye
ulimwengu wa roho, ninamimina moto kwa damu ya mwana kondoo. Ninaagiza upanga kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia moto kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Ni askari kwenye ulimwengu wa roho, kamata wakuu wa giza, washuke kwenye hizo kiti, kwenye hizo nafasi, waambie teremka, waambie teremka. Kiti cha Kristo, Bwana anamsema na Yeremia, amempa mamlaka ya kubomoa, ya kuangusha, maana amewekwa juu ya falme. Bwana amekuinua kuelewa neno la ufalme. Kamata hizo falme, falme za kichawi, falme za kiganga, falme za mizimu, falme za kibinadamu zinazotumika na adui ili kushikilia iliyo miliki yako. Piga waachilie kwa damu ya Yesu. Omba, usikae kimya. Dai miliki yako, dai miliki yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Neema yako Bwana usimame juu yetu kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako sasa, utulie kimya. Yale uliyetambulisha kwa Bwana, tulia sasa, tulia tu. Nasema na kila ufalme wa giza na mamlaka yoyote ya giza na kila kiti cha enzi cha giza ambacho kimeshikilia miliki ya huyo mtu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, 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 kila miliki ya adui, kila matua yake na chochote alichoshikilia, chochote alichoiba kwako, chochote alichoiba kwako, au ameiba afya ili ukufuru Mungu, Bwana wa majeshi, ndilo jina lako. Ninaita uwepo wako upite, uwepo wako upite. Waliofungwa na viti vya enzi vya falme za ukoo, falme za ukoo zinazomilikiwa kwa njia ya kuabudu miungu, nasema na hizo falme, falme za ukoo, sikia ninyi wakuu wa viti vya enzi vya ukoo uliyeshikilia mtu, haya achie, achie huyo mtu. Nasema na hicho kiti cha enzi kimemshikilia afya yake, kimeshikilia afya yako, kimeshikilia afya yako, kilichoshika afya yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unajaribu kutoka, unashindwa, unaona udhaifu. Kuna ufalme unaitwa ufalme wa udhaifu, unasimamia udhaifu. Ninasema na hiyo nguvu na kiti chake na mamlaka yake, kwa jina la Yesu, hayatia, achilia kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna walinzi wanaolinda kiti, maana hicho kiti kilitunga sela, kikatuma walinzi walinde hiyo sela. Ninasema na walinzi wanaitwa pepo, wanaitwa majini, wanaitwa mizimu. Ninyi walinzi mnaolinda ili huyo akae na hilo tatizo, hilo tatizo alilolitamka mchana wa leo, hayaanza kuachia. Ninamimina moto mahali pako, kuzimu achia, una mamlaka. Ninakipiga kiti chako na kivunja kiti chako kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hiyo mamlaka ivunjike, hicho kiti kivunjike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, mwachie, mwachie. Ninapiga kigonda chako, wala uwezi kukaa hapo tena. Achia nafsi hii, mwachie kuanzia sasa. Hicho anachokidai, kinachotaka kuharibu utukufu ndani yake ambao Bwana alimpea, sikia ufalme wa giza, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achilia kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo tatizo linalojirudia ndani yake, ufalme wa giza unaotoa amri kila wakati kumshambulia, kumrudisha nyuma, na kamata ufalme
wa mizimu ya ukoo ya kichawi. Sikia, hata kama mliapishwa mara 7 kwamba hakikisha mnamuonea kila wakati, linakamata kiti chenu cha enzi. Sikia, wewe uliyekaa kwenye hicho kiti, unayemtumikisha huyu mwanamke, unayemtumikisha huyu mwanamke, unayemtumikisha afya yake, haya mwachie, mwachie, fanya haraka kwa damu ya Yesu. Mwachie hayo madai yaliyopelekwa kwenye kiti cha enzi cha Bwana. Wewe uliyekalia kiti kiwe ni cha ukoo, umekalia kiti kiwe ni cha kichawi, umekalia kiti kiwe ni cha uganga, cha utabiri, unabii wa uongo wa kichawi. Wewe uliyekaa kwenye hicho kiti, uliyetumika kupitisha mkataba na kuapisha leo, kwa damu ya Yesu mwachie. Haya, nenda, shuka kwenye hicho kiti, mamlaka yako iondoke kwake. Umiliki ulioiba kwake urudi kwake. Hicho ulichochukua ili kuharibu fahari ndani yake, achia kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe naomba, unasikia mwili unachoka, unaweza kusogea kule madhabahuni. Unasikia mwili unaisha nguvu wakati unaendelea kuomba. Kuna nguvu zinashindana ndani yako. Huo udhaifu sio kitu cha kawaida. Unayesikia mwili unachoka, ni kama unapoteza hivi nguvu. Amuru hiyo mamlaka iliyokushikilia kwa damu ya Yesu, iachie kuanzia sasa. Unayesikia hiyo ishara wakati unaendelea kuomba, unasikia mwili wako unakuwa dhaifu, unasikia kuchoka, na yapisha hiyo nguvu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu. Saidia huyo katoto wako kwa damu ya Yesu. Mamlaka ya kuzimu, mamlaka ya giza, mamlaka ya kichawi, achia huyo mtu. Wewe uliyeketi kwenye hicho kiti, hicho kiti, kiti cha mizimu ya ukoo, kiti cha miungu ya ukoo, kiti cha pepo, kiti cha wakuu wa giza, achia huyo mtu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia kuanzia sasa kila nguvu ya uharibifu na kuapisha mchana wa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unayedai muhuri kwake, unasema na muhuri wetu, maana mlipoketi kwenye hicho kiti mlitunga sera ya kumuingiza kwenye agano, agano la uharibifu kwenye ndoa. Bapisha hiyo nguvu, mwachie. Haya, nenda, chomoka, mwachie. Wewe uliyeketi kwenye kiti cha utawala wa giza ili kumshambulia, haya, achia, fanya haraka. Ninamimina moto mahali pako kwa damu ya mwana kondoo, mwachie kuanzia sasa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hicho kiti kivunjike na mamlaka yenu inaharibika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuzimu, achia, achieni huyo mtoto. Ninakamata kiti chenu, kiti chenu kivunjike leo kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Hao waliotunga sera ya uharibifu kwenye ndoa yake, uharibifu kwenye ndoa yake, waachie kuanzia sasa. Walitunga sera ya uharibifu kwenye tumbo lake la kizazi. Ninakamata hicho kiti, kiti cha enzi ya wachawi, kiti cha enzi ya uchawi. Walitunga sera ya kuharibu uzao, kuharibu kizazi. Kwa damu ya Yesu ninapiga aliyeketi kwenye hicho kiti. Fanya haraka, mwachie kwa jina la Yesu. Haya, nenda. Wewe uliyetuma agenda, ukaita wakuu, ukawaambia fuatilieni uzao wake, fuatilieni kizazi chake, ninakuapisha leo hicho kiti kiungue moto, kiwake moto, kiwake moto, kiwake moto, kiwake moto. Sikia wewe kahaba, wewe mzimu unayesimamia hiyo ndoa, sikia, ufalme wa majini unayeharibu ndoa za wanadamu, ninakuapisha leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Achia, ninakunyang'anya hicho kiti, hicho kiti ninakivunja, ninakuondoa kwenye nafasi kuanzia sasa. Hiyo mamlaka inayoamuru udhaifu ndani yake, wagonjwa ndani yake,
toka kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Nasema na kigoda cha hao wenye kigoda waliokaa kushikilia huyo mtoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo ungo wala hamwezi kupaa naye. Ninaukapata huo ungo na uchoma moto, na choma moto huo ungo, wala hata safiri kwa ungo wenu, hata safiri kwa ungo wenu, hata safiri kwa ungo wenu. Ninachoma moto huo ungo kuanzia sasa. Huo ungo ambao ni makao na matoa ya kwenu, ninauwasha moto kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, mwachie, achia nafsi yake kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Sikia, mamlaka ya kuzimu ya wakuu wa giza iliyopewa nguvu na kiti cha enzi cha Lucifer, nina kichoma moto hicho kiti na aliyekaa juu yake. Weka moto, mwachieni. Haya, rudisha miliki yake, rudisha, rudisha kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Rudisha, rudisha, fanya haraka. Haya, rudisha kwa jina la Yesu. Ninaachilia upanga kwenye ulimwengu wa roho, kila nguvu ya mateso. Sikia, kiti cha enzi cha kichawi mnayetaka kumridhisha huyu mtoto uchawi, hicho kigoda, hicho kiti chenu, ufalme wenu, mamlaka yenu, wakuu wenu, walinzi wa hicho kiti, ninawapiga wote, ninawalipua na moto wote kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwachie, achia, achia miliki yake, miliki yake ya ufahamu, miliki yake ya elimu, miliki yake ya ndoa, miliki yake ya hatima ya elimu, hatima ya ndoa, hatima ya uchumi, hatima ya kiroho. Iachie kuanzia sasa. Fanya haraka, mwachie, achia maisha yake. Nenda, mwachie mtoto, toka ndani yake. Wewe unataka kumfanya makao yako, haya, chomoka, chomoka, ondoka, mwachie kwa jina la Yesu. Toka ndani yake kwa damu ya mwana kondoo. Kila ufalme na mamlaka yake yawe ya kisheria, ninaamuru hiyo mamlaka kwa mamlaka jina la Yesu, na kiti kinachotumika kutengeneza na kutoa nguvu ya kisheria juu ya huyo aliyeonewa, kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Mwachie leo, achia hatima yake kwa damu ya Yesu. Achia hiyo miliki, miliki ya afya yake, miliki ya afya yake, iachie, iachie, iachie. Ufalme wa magonjwa, kitengo cha presha, kuanzia sasa, kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nina mwenye hicho kiti, mwenye hicho kiti unaliwa moto. Hiyo presha, presha ya kupanda, presha ya kushuka, wewe uliyekaa kutunga ajenda kuachilia presha ndani yake. Ufalme wa magonjwa, magonjwa ya kuzimu, matabibu wa kuzimu na watunga sera na pepo anayemiliki afya yake, mwachie, toka ndani yake. Haya, nenda, nenda, mwachie kwa damu ya Yesu. Awe huru kwa jina la Yesu kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Waliotunga hiyo sera kwenye madhabahu, katika kiti alichokaa huyo anayetoa amri na mamlaka ya kushikilia miliki yako kwa nguvu ya damu ya Yesu, achie mchana wa leo na kuampisha. Achia katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho, na kiapisha hicho kiti na yule aliyekaa juu yake, anayetunga sera ya kushikilia miliki yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninamshusha kwenye hicho kiti, ninamnyang'anya hiyo mamlaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Namnyang'anya hiyo mamlaka kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu
damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, naagiza moto kinyume na hicho kikao, kinyume na huyo mwenyekiti aliyeketi katika kiti cha ulimwengu wa roho kutengeneza hiyo sera ya kuharibu miliki ya afya. Kwa damu ya Yesu, waachilie leo. Kwa damu ya Yesu, waachilie leo. Kwa jina la Yesu, achia leo, achia leo, achia macho yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na uagiza moto mara 7 moto upite kwa hao wakuu, wasimamizi wa kiti, wasimamizi wa hiyo sera na ajenda iliyotungwa kwenye ikulu ya kichawi. Kwa damu ya Yesu, haya machie kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Hawezi kukuita tena wewe sio wa Kigoma, na kutoka kwenye anga la Kigoma halitakushikilia kibia. Kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, huo uchawi wa Kigoma hautakushikilia. Kwa damu ya Yesu, hilo agano livunjike na kiti chake, mahali ambako sera ya mkataba ilitungwa. Kwa damu ya Yesu, haya kimbia, toka kati yao. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kila nguvu ya giza anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia. Pepo ondoka, pepo ondoka. Waliokutuma matuo yao, enzi yao imeharibika. Cheki inavyowaka moto, inavyowaka moto. Na wewe mlinzi chomoka, mlinzi chomoka. Enzi ya waliokutuma inaungua. Kiti cha waliokutuma kinawaka moto, kimeshika moto. Anza kuachia tu, anza kuachia tu, anza kuachia tu, anza kuachia tu, anza kuachia tu. Kila uliyemshikilia, tazama enzi ya waliokutuma, kiti chao kinaharibika. Wewe hutavumilia. Ondoka, ondoka msimamizi, ondoka mlinzi. Haya, nenda, nenda, fanya raka, chomoka sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hicho kiti kinawaka, kinawaka moto mara 7, kinaungua moto mara 7. Kiti cha enzi cha Farao, cha Farao kinawaka moto. Huyo Farao anayeashiria kung'ang'ania safari yake, safari ya uponyaji. Kuanzia sasa, roho hii ivunjike. Kiti chake kimeharibika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, nena. Agano la mauti, agano la mauti, agano la mauti, agano la mauti, 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 mauti. Nenda, nenda. Kiti chako tunakivunja. Agano la kifo kwenye nyumba yake, agano la mauti kwenye afya yake, agano la mauti kwa uzao wake, agano la mauti kwa watoto wake. Hilo agano livunjike. Ninakipiga hicho kiti. Wewe uliyekaa hapo kutuma wajumbe wa kutekeleza mauti juu yake, haya, nenda, shuka kwenye nafasi, achia hicho kiti kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hata kufa huyu hawezi kufa, watoto wake hawafi, hata kwa madawa ya kulevya hawafi, wala hawatachanganyikiwa. Achia kizazi chake, achia uzao wake, achia afya yake, achia kuanzia sasa. Ninalani hiyo matuo na kambi ya madhabahu za wachawi kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo awe huru. Naye damu ya Yesu ikufunike. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu ukuatamie kuanzia sasa katika jina la Yesu. Watu wanajitoa kwa mshahara usiku kucha kwa ajili ya fedha, lakini mimi nimejitoa bure kwako Bwana, unitumie kwa damu yako Yesu. Watu wanajitoa kwa mshahara usiku